أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، مستمعون الكرام، إخوان zangu, ama baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitajia rehma na amani zake subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bal ni bwana mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye katumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema wa rafa'na laka dhikraka. Ikhwan, ndugu zangu, ama kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala, anwani ya kipindi chetu inaitwa al-fatqul urubiyya, yani maradhi ya ngiri. Al-fatqul urubiyya, yani ngiri. Ngiri inaweza ikamkuta mwanamume, lakini maradhi haya ngiri yanaweza yakawakuta wanawake pia, ingawa imezoeleka maradhi ya ngiri ni kwa wanamume tu, bali itambulike hata wamama wanayo maradhi haya yanaitwa maradhi ya ngiri katika hali za namna hiyo. Sasa hebu tuone kwanza taarifu, tulijue tatizo namna gani linavyokuwa. Tunasema ya haduthu al-fatqul urubiyya indama yatabarraz al-ansija. Anasema mwanawazuoni, mara nyingi sana ngiri hutokelezea kwa mwanadamu pale ambapo ansija, ile tishu nyembamba katika utumbo wake, inapoanza kuvimba. Asema mithlu juz'i min khilali nuqtatin da'ifatin fil adalati al-batn. Asema mfano wa juz'u min khilali nuqtatin da'ifat fi adalati al-batn, kama eneo dogo, sehemu ndogo inayopatikana katika tumbo la mwanadamu ambalo lililokuwa ni dhaifu, au sehemu iliyokuwa ni dhaifu. Wa yumkinu an yakuna juz'u al-bariz natish ani dhalika mu'lima, na inawezekana eneo hili likala limejitokeleza tu eneo eneo la tumbo likala limetokeleza kwa maana ya kuvimba kabisa, au kukawa na ugumu. Kitendo hicho ambacho kapelekea alaman, kwa kunapatikana maumivu makubwa, khasatan inda suali, na hasa mtu huyu anapokuwa akipiga edha chafya, au anapopenga mafua, au inhinai, au mtu anapokuwa ameinama tu akajisikia maumivu hayo ya ngiri. Nasema au rafu jismi thaqil, ama kuinua kitu shay'an, kitu chochote kizito, ukiweza kuinua tu unaanza kupata maumivu kama hayo. Wa ma'a dhalika fa inna al-adida min al-halat al-fatq la tusabbibu al-alam. Mara nyingi sana ngiri ni mara chache sana kuonyesha maumivu, ila mara nyingi sana yenyewe iko neutral tu katika hali za namna hiyo. Sasa ikiwa kama ngiri ndizo zinazotusumbua wanamume au wanawake, ni nini suluhisho lake? Bali suluhisho linapatikana ndani ya nyumba ya tiba na dua na Sheikh Hamisi Suleimani, kwa sababu sisi tumekuletea dawa yetu ambayo inaitwa fatqul urubiyya. Yani wewe kama unasumbuliwa na ngiri, basi naambia tu Sheikh Hamisi Suleimani, nami nataka dawa inayoitwa fatqu urubiyya. Takuwa najua moja kwa moja kwamba wewe unasumbuliwa na ngiri katika hali za namna hiyo.
Lakini zipo alama zipo alama za wewe kuweza kujitambua ni kwa nini umepatwa na tatizo la ngiri. Tunasema idha lam takuni qadiran ala daf'i fatqul urubiyya lidakhili, itakapotokelezea kwamba hukuweza kufanya haraka kuliondosha tatizo la ngiri kwa ndani, fa inna muhtawiyat alfatqul urubiyya qad tahbas. Anasema hivyo itapelekea ngiri kwenda kuziba tahajjuz, yani dakhil judrul batni. Ngiri itaenda kuziba ndani katika utumbo wa ndani na kufanya hali hiyo ikawa ni nzito kwako, na ndipo pale ngiri inapokuwa imepelekea kuziba baadhi ya maeneo ya utumbo wa mwanadamu, ndipo pale sasa wewe unaanza kupata choo kama chambuzi, kwa sababu ule minyo unaopatikana ndani ya tumbo lako unakuwa unavikatakata vipande vipande, kwa vikidondoka pale kama vya mbuzi fulani vile. Sasa huo imeshakuwa ni shinikizo kubwa la nini, la ngiri katika hali za namna hiyo. Suluhisho lake, pata dawa yetu inaitwa Fatqul Urubiyya. Najua unasumbuliwa na ngiri na mimi nitakutibia kwa idhini yake subhana. Ikhwani, qad tatamanu alamatul fatqul urubiyya wa a'radhihi ma yali. Mwanazuoni anasema yani alama za mtu kuwa na ngiri ni kama hivi zifuatazo: moja, alghithiyani au alqai'i au kilahuma. Mwanazuoni anasema mtu mwenye ngiri anaweza akawa na tabia ya kichefuchefu au kutapika au vyote kwa pamoja akawa na vipata. Hii ni moja dalili ya alama ya mtu kuwa na nini, na ngiri. Lakini pia alhumma, mtu kuwa na kitu kinachoitwa humma, yani homa nyepesi nyepesi zitakuwa zinamtembelea huyu mtu, ni dalili ya kuwa una tatizo la ngiri. Ama alama ya tatu tutasema alam mufajaa yazdadu bishakli sari'a, tunasema ni maumivu ya ghafla sana yanakuwa yanajitokeza katika eneo lako la maradhi hayo ya ngiri, yanajitokeza kwa ghafla mno, yani bila kutarajia. Ama dalili ambayo ni alama ya 4 tunasema fatqu ibaratun an tawarrum rakhwu yatahawalu launuhu ila lawn al-ahmar au al-arjuani au dakina. Tunasema sehemu ile yenye kuugua tatizo la ngiri kawaida huwa ina kawaida kubadilisha hata ile rangi ya muonekano wa ngozi. Sema tu kwa sababu sisi wenyewe wa Afrika ni ngumu ngozi yetu kuanza kuonyesha athari ya kimaumivu, lakini ngozi ya mzungu, mchina, sijui muhindi, sehemu pakipatwa na mfinyano tu fulani panabadilika, panavia katika hali za namna hiyo. Lakini pia adam qudrat ala tabarruz au ikhraj alghazat. Nasema mtu mwenye ngiri anaweza akawa na alama yake nyingine ni kushindwa kupata baraz, yani baraz kwa maana ya haja kubwa ikawa kwake ni tatizo, au ikhraj alghazat, au mtu mwenye ngiri yeye akawa tu anatoa tu upepo tu, kaenda haja akafika kule ni mishindo tu kwa inaendelea. Kwa huyu mzee wetu nini huko kinachomsumbua? Kumbe ni ngiri inayomsumbua. Kwa idhini yake Rahmani, pata dawa inaitwa Fatqul Urubiyya. Nitakutibia na itaenda kuondoshia shida zako na utabakia salama kwa idhini yake Rahmani. Hizo ni alama za mtu kuwa na alama za ngiri. Lakini sasa ikiwa kama wewe ndio umekwisha patwa na ngiri, utajitambuaje? Maana tumetoka kwenye alama za ngiri na tunakuja wewe ambaye tayari ni muhanga wa ngiri. Unajijuaje kama wewe ni muhanga wa tatizo hili la Fatqul Urubiyya? Nisikilize kama jinsi wanawazuoni wanavyotufunza. Kwa kuanza kulijua tatizo, tunakuja kujua alama zake na kuja kuona dalili zake ni zipi, na kisha tunakuja kupata suluhisho lake ambayo inaitwa ni Fatqul Urubiyya. Uweze kuipata sehemu nyingine zaidi ya Nyumba ya Tiba na Dua na Sheikh Khamis Suleimani biidhnillahi yarhamukallah. Tunasema
al-a'rad, dalili za mtu mwenye tatizo la ngiri. Tashmulu alamat wa a'rad al-fatq al-urubiyya ma yali. Zipo dalili nyingi sana ambazo zinazoweza kumjulisha mtu kwamba anasumbuliwa na ngiri. Moja, intifakhu mintaqatin ala ahadi janibai adhim al-ana. Tasema ni kuvimba moja ya upande wa mfupa wa paja au mfupa wa kinena, tuzungumze hivyo. Mathalan, utamkuta mtu hapa kwenye kinena chake kwa juu ndio pamevimba, pamekuwa pagumu ngingi. Mwingine au upande kwenye baina ya paja na kinena unakuta kumevimba, yani kumetuna, kitu kama hicho. Hizi zote ni dalili za kujua kwamba wewe una tatizo la ngiri. Ama na dalili hiyo nasema wayasbahu akthar wuduhan inda wuqufi khasatan inda suali au kharfu athna itabawul au albaraz au tabarruz. Asema na inawezekana pia dalili hiyo ya kwanza ikawa ni wuduha, yani wadhiha, yani ya wazi kabisa, ikijionyesha kwako wewe. Lakini hasata inda suali, mara nyingi wakati mtu anapokuwa anasumbuliwa na mafua vile, kama jinsi tulivyotoka kuelezea kwenye alama za ngiri, mtu akiwa anapenga mafua, maana ile kupenga lazima kidogo utumie, unasikia kama kunapata maumivu. Hiyo ni dalili ya kujua sasa, ndugu yangu, unaenda kukosa vitu vingi sana muhimu katika maisha yako. Lakini pia au athna itabawul, au katika wakati wa kujisaidia haja ndogo ukawa unapata shida. Lakini pia au albaraz, au kupata haja ndogo kubwa ikawa kwako pia ni mtihani. Hiyo ni dalili ya ngiri. Ama dalili sasa hii ya pili tunasema shuuru biharqatin au ala makana al-intifakh, utakuwa unahisi harqa, yani kama kuunguza sehemu hii ya makana al-intifakh, yani sehemu ile iliyovimba, unahisi kama ni ya moto imechemka. Katika hali za namna hiyo, hiyo ni dalili mojawapo ya kujulisha kwamba una tatizo la ngiri. Ama dalili ya tatu tunasema alaman au inziajan fi urubiyya. Nasema utakuwa unapata maumivu, alaman, maumivu makali, au inziajan. Inziaja ni ile kama lugha ya kwetu tunasema kupwita, yani unasikia sasa sio ni kupwita, au wengine wanasema kuwanga, yani unaona yani vitu vya namna hiyo. Eneo hilo unaona linafanya inziaja hiyo ya namna hiyo. Sasa hiyo itakuwa na kujulisha ya kwamba ndugu yangu, sasa hali yako imeenda mbali. Anasema khasata inda ma tanthani, anasema hasa wakati unapoenda kuinama bil amami, yani kama unainamia mbele ndio unasikia hiyo hali na kutokea. Au inda suali, au wakati wa mafua, au rafa shay'in mubayyin, au wakati unainua kitu fulani kizito, hiyo hali inaenda kukutokelezea katika hali za namna hiyo. Mwenyezi Mungu atulinde na atuondoshe shari na balaa la maradhi kama hayo. Lakini ili kumwomba Mwenyezi Mungu atuondoshe balaa la maradhi kama hivyo ni kujitibia, ndio suluhisho ya Mwenyezi Mungu aliyoiweka. Yani wewe usikae tu mimi inshallah nitapona mimi. Kwanza mimi nasali sana, ni shahida hija mimi maradhi nitapona tu inshallah nitapona. Allah tabaraka wa taala kaweka kila kitu kwa kadari maalum. Wa ahsa kulla shay'in adada, kila kitu ameshakadiria. Wewe utanua hivi, wewe na vile katika hali. Sasa mtu anapoumwa, nusura yake yeye ni kujitibia, na wala si kukaa kwa sababu wewe unamwabudu Mungu basi. Basi hata hivyo ingekuwa mitume wa Mwenyezi Mungu basi wangekaa tu wasijitibie wala nini. Mwenyezi Mungu anasema wadhkuru abdana Ayuba idhnada rabbahu anni massani shaytanu binusubin wa adhab. Angalia, Ayubu anaomba dua aponyeshe maradhi yake. Mungu anamletea dawa. Baada ya dua hile anamletea dawa, ili dawa na dua viende vikamponyeshe maradhi yake. Subhana, anasema urkud birijlika hadha mughtasalun baridun wa sharabe.
Unaona maneno hayo? Ndani ya aya hiyo kuna maji chumvi, kuna maji matamu, anakunywa, anakoga, sambamba na dua yake aliyoiomba, Nabii Ayubu anaenda kupona. Haya, ingekuwa kama ni kusema mimi inshallah tutapona tu. Utapona lini? Tumia dawa ikhwan, ndugu zangu, ili uweze kupona kwa idhini yake Rahmani inshallah. Ikhwani, dawa hii ya Fathul Urubia inapatikana ndani ya nyumba ya tiba na dua na Sheikh Hamisi Suleimani. Tunapatikana Dar es Salaam. Wewe mkazi wa Dar es Salaam ni rahisi sana kuipata, naambia wapi ulipo tutakufikishia. Ama wewe ambaye wa mikoani, naambia ni mkoa gani, ni wilaya gani, popote pale ulipo, huduma zetu zinakufikia kwa haraka zaidi kwa idhini yake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ama wewe ambaye ulipo nchi za nje huko, bara Amerika, bara Asia, sijui bara gani Afrika, wewe naambia ni wapi ulipo, tutakufikishia dawa yetu inaitwa Fathul Urubia inshallah biidhnillahi tabaraka wa taala. Yarhamkumullah. Ni kuagi kwa siku hii leo kusema dumu fi riayatillahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.